Katika ulimwengu wa sanaa, muziki, filamu na umaarufu, watu wengi huona maisha ya wasanii na watu maarufu kuwa ya neema, starehe na mafanikio. Kamera, mashabiki, heshima na fedha huonekana kuwa ndoto ya wengi. Hata hivyo, nyuma ya pazia hilo la fahari kuna uhalisia wa kutisha, yaani ugonjwa usioeleweka kwa wengi unaowatafuna na kuangamiza wasanii wengi polepole. Lakini jambo la kujiuliza, kwa nini ugonjwa huu unawatesa sana wasanii na watu maarufu? Katika makala hii bora iliyoandaliwa na Daktari Lenny Komba, tutafahamu kwa undani ni ugonjwa gani huo, sababu zinazochangia kuenea kwa ugonjwa huo, na kwa nini unawatesa sana wasanii na watu maarufu. Na mwisho kabisa, tutaona jinsi ya kukabiliana na ugonjwa huo. Kama bado hujajiunga na channel hii, bonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake. Sasa tuende kazi. Ugonjwa huu si wa kawaida kama malaria au kifua kikuu. Huu ni ugonjwa wa kimya unaojificha katika fikra, hisia na maisha ya ndani. Msongo wa mawazo, unyogovu, ulahibu wa madawa ya kulevya na matatizo ya afya ya akili na upweke mkali. Ugonjwa huu umekuwa janga kubwa kwa watu maarufu, ukiwaacha wengi wakifa kimya, huku jamii ikiendelea kushangilia kazi zao bila kutambua kilio chao cha ndani cha watu hawa. Hebu tuone sababu za kuenea kwa ugonjwa huu. Sababu ya kwanza, shinikizo la umaarufu. Wasanii na watu maarufu huishi maisha matarajio makubwa kutoka kwa jamii. Wanatarajia kuwa wakamilifu kila siku, waonekane vizuri, wazungumze kwa nidhamu, wafurahie mashabiki, waendelee kutoa kazi bora bila kupewa nafasi ya kuwa binadamu wa kawaida. Shinikizo hili linaweza kusababisha hali ya wasiwasi, hofu ya kushindwa na mwisho wake msongo wa mawazo au nyogovu. Pili, upweke wa ndani. Umaarufu mara nyingi huambatana na kupotea kwa uhuru wa kawaida wa maisha. Wasanii wengi huishi kwa kujificha, hukosa marafiki wa kweli na hushindwa kuamini watu wanaozunguka. Hali hii hujenga upweke wa ndani unaoathiri kisaikolojia. Matumizi ya madawa ya kulevya na pombe. Wengi hujaribu kutuliza mawazo yao kwa kupata furaha ya muda kwa kutumia pombe kupita kiasi au dawa za kulevya. Matumizi haya mara kwa mara huishia kuwa uraibu na hatimaye kuleta madhara ya kimwili na kiakili, hata kusababisha kifo. Jambo la 4, kukosa msaada wa kisaikolojia. Katika jamii nyingi bado kuna aibu na unyanyapaa kuhusu matatizo ya afya ya akili. Wasanii wanaonyesha dalili za unyogovu au msongo mara nyingi hupuuzwa na kubezwa, na hivyo kukosa msaada wa kitaalamu pale unapohitajika. Hebu tuone mifano halisi kwa walioathirika. Katika historia ya sanaa duniani na Tanzania, kuna wasanii waliopata maarufu mkubwa lakini wakaanguka kutokana na matatizo haya. Tuanze kimataifa. Kuna Michael Jackson. Aliteseka na matatizo ya usingizi, alitumia dawa kali, propofol, kulala. Pia alihusisha na upweke mkubwa na matatizo ya kisaikolojia kutokana na maisha ya umaarufu tangu utotoni. Whitney Houston alikuwa na sauti ya kipekee na mafanikio makubwa, lakini alihusika kwa muda mrefu na matumizi ya madawa ya kulevya, jambo lilochangia kufariki mwaka 2012. Amy Winehouse, msanii wa Uingereza aliyefariki kutokana na matumizi ya pombe kupindukia. Alipambana na urahibu, matatizo ya kiafya ya akili na mahusiano magumu. Kuna Nirvana. Alikuwa na msongo wa mawazo, urahibu wa heroin na matatizo ya kiakili. Alijiua mwaka 1994 akiwa na umri mdogo. Katika nchi yetu ya Tanzania, Ngwea Albert Mangwea, rapa maarufu aliyefariki mwaka 2013 akiwa Afrika Kusini. Kifo chake kilihusishwa na matumizi ya pombe kali na dawa za kulevya. Mzee King Majuto, ingawa hakuhusika moja kwa moja na uraibu, alizungumzia maisha ya ugumu na upweke alipokuwa mgonjwa, hali iliyochochea kupata msongo wa mawazo.
Steven Kanumba. Ingawa kifo chake kilitokana na ajali ya kifamilia, ripoti zilieleza kuwa maisha ya umaarufu yalikuwa na changamoto nyingi, ikiwemo msongo wa mawazo na matatizo ya mahusiano. Ray C. Rema Chalamila alikuwa mwimbaji maarufu aliyeingia katika uraibu wa dawa za kulevya. Alipitia kipindi kigumu sana hadi kufikia hatua ya kuishi mitaani kwa muda. Alipona baada ya msaada wa serikali na watu binafsi. Chidi Benzi, rapa wa zamani ambaye alikumbwa na uraibu wa dawa za kulevya kwa muda mrefu, alirudi kwenye muziki baada ya kupitia tiba ya uraibu. Hebu tuone athari kwa jamii na tasnia ya burudani. Kwanza, kupoteza vipaji mapema. Wasanii wengi wanaacha kazi zao katika umri mdogo na ufariki mapema kutokana na ugonjwa huu usioonekana. Kuathirika mashabiki, vijana na watoto. Watu maarufu ni mfano wa kuigwa. Wanapoharibika na kupotea, huacha athari kwa mamilioni ya watu wanaowaamini. Kuzofisha tasnia ya sanaa. Kifo au kuharibika kwa wasanii kuna haribu uzalishaji wa kazi bora, kunapunguza kipato cha tasnia na kupunguza ubunifu. Tuone nini kifanyike ili kudhibiti ugonjwa huu. Kwanza, elimu ya afya ya akili kwa wasanii na watu maarufu. Ni muhimu kutoa elimu kwa wasanii kuhusu msongo wa mawazo, unyogovu na uraibu, na kuwafundisha njia za kukabiliana na matatizo ya maisha bila kujiumiza. Jambo la pili, huduma na ushauri nasaha. Tasnia ya burudani inapaswa kuanzisha vituo vya msaada wa kisaikolojia na huduma za ushauri kwa wasanii, hasa wasanii chipukizi. Jambo la tatu, kuondoa unyanyapaa na matatizo ya akili. Jamii inapaswa kuelewa kuwa wasanii nao ni binadamu, wanaweza kuugua kiakili. Tunapaswa kujenga jamii inayotoa msaada na si kuhukumu. Jambo la nne, kuwapa wasanii mazingira ya kazi yenye utulivu. Wadau wa sanaa na management wanapaswa kujali afya za wasanii wao, kuwawekea ratiba rafiki na kuwalinda dhidi ya matumizi mabaya ya dawa na mashinikizo yasiyo ya lazima kutoka kwa mashabiki. Hitimisho. Ugonjwa huu unaoangamiza wasanii na watu maarufu si wa mwili tu, bali ni wa akili na moyo. Ni ukimya wa hatari ambao unahitaji sauti ya pamoja kulikabili. Tunahitaji kuwalinda wale wanaotufurahisha, wanaotupa tumaini kupitia sanaa zao. Tusiruhusu nyota zao kuzimika kabla ya wakati. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya mafanikio ya mtu maarufu yeyote. Tuongee, tusaidiane, tuokoe maisha. Na kama ni mara kwanza kwa channel hii, hakikisha una subscribe ili uwe nami katika mada zinazokuja. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Hadi wakati mwingine.